Kama umeshindwa kuacha dhambi fulani kwa muda mrefu, ama umekosa amani na furaha ya moyo kwa muda mrefu, ama mateso ni mengi kwako kwa muda mrefu kadhalika, ama umekosa maendeleo ambayo unayatamani, hizi ni dalili za wazi za vifungo vya kiroho. Lakini kabla tuendelea na somo la leo, nikusihi uweze kushare video hii na wengine ili na wao wapate kujifunza. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa na asubuhi nzuri leo. Ni matumaini yangu kwamba wewe ni mzima na unaendelea vizuri. Asubuhi leo Mungu anatufundisha kuhusiana na vifungo vya kiroho. Namna ambavyo unaweza kuwa umefungwa katika kifungo fulani ambacho kinakunyima wewe kuwa huru na kufanya mambo yako na kuweza kufanya mambo ya amani katika moyo wako, lakini mambo ya maendeleo katika maisha yako. Vifungo hivyo vinaweza pia vikakunyima kabisa kuwa na furaha, vinakunyima kabisa kushiriki katika mambo fulani na mambo muhimu ya masuala ya Mungu. Unaweza kujikuta kama ni maombi basi ya ushiriki tena maombi, umekuwa mzito kwenye shukrani, kwenye maombi, umekuwa mzito kwenye kwenda kanisani, mzito kwenye kufanya mambo yote yanayohusiana na Mungu. Ni wazi hivi ni vifungo vya kiroho, na niweze kuviachia hivi ama kutoka kwenye vifungo hivyo, ni lazima uyafanye yafuatayo. Kwanza, kufanya toba ya kweli, lakini pia kuwa na maombi ya namna nyingi, kiwepo maombi ya kufunga na maombi ya kumaanisha, lakini pia kulisoma neno na kulifuatilia neno, kuhakikisha kwamba neno ambalo unalisoma basi unalifuata kama ambavyo inatakiwa lifanyiwe kazi. Lakini kubwa kabisa ni kuwa na imani ya thabiti kwa Mungu, kuwa na imani thabiti kwa Mungu na kufanya yale ambayo unapaswa kuyafanya kwa wakati. Kuwa na imani thabiti kwa Mungu na kuyafanya yale ambayo unatakiwa uyafanye kwa wakati. Hivyo unaweza ukawa umetoka moja kwa moja katika kifungo ambacho kinakuwa kimekufunga. Na kuna mwingine anaweza kujiuliza kwa nini sasa kuwe na vifungo vya kiroho. Niweke tu wazi kwamba sio kweli kwamba ulimwengu wa giza unafurahia maisha yako ama unafurahia huduma yako ambayo unayo. Ni wazi kama kwa sababu huduma yako inafanya ulimwengu wa giza uwe hauna amani, basi ulimwengu huu wa giza unahakikisha kwamba unatafuta namna ya kupambana na wewe ili kukurudisha nyuma. Katika kitabu cha Yohana 8:36 kimeandikwa, basi mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Basi mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Kwa maana kwamba kama utapata uhuru wa Kristo, na huo uhuru wa Kristo utasababisha wewe uwe huru moja kwa moja. Kwa hiyo kama una dalili zile zote za kushindwa kufanya maombi, dalili za kuwa na dhambi fulani ambayo inakutesa muda mrefu pasipo kuweza kuiacha hata saa moja, basi hizi ni dalili za wazi za kuwa na vifungo. Na ili uweze kutoka kwenye vifungo lazima ufanye toba ya kweli. Lakini Yohana 8:6 inasema kabisa, Bwana atakavyokuweka huru, mwana atakavyokuweka huru, utakuwa huru kweli kweli. Kwa hiyo kwenye hicho kifungo chako, ili uweze kutoka hapo, ni kwamba ni lazima kwanza ujifunze kufanya toba ya kweli. Matendo ya Mitume 3:19 lakini pia 2:38 zinaweka wazi kuhusiana na toba ya kweli. Tubuni basi mrejee, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwepo kwake Bwana. Kwamba kwa hivyo unafanya toba ya kweli, ni lazima Mungu akurejee, na kisha kurejea kuacha hivyo anahakikisha anakupa burudiko la moyo, burudiko la maisha, burudiko la nafsi, burudiko la fahamu na akili. Unakuwa huru moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Uwe na siku njema. Weki Ministry tunapatikana mitandao ya kijamii kwa jina hilo la Weki Ministry. Mungu akutunze kila wakati katika jina la Yesu. Kunipeleka karibu na wewe, ukiniinua nani atanirudisha chini, ukiniita nani ataninyamazisha. Wewe ni Baba,